Kwa majina naitwa Filimini Fideli, ni mwanachama wa Yanga na mshabiki pia. Kwa kilichotokea jana nadhani kinasikitisha, lakini ni kitu ambacho kilikuwa kinapaswa kuzungumzika na kuelewana. Na ninachoshangaa kwamba wapinzani wetu kwa sababu walishakamia hiyo mechi kwamba wao wanaweza kucheza na wanaweza kushinda, lakini kwa utaratibu ambao ulitokea uwanjani ni nadhani mengi yameelezwa kwenye barua yao, lakini wanaosimamia uwanja nadhani ndio wangetoa statement rahisi ambayo ningeweza kutoa hii sintofahamu ambayo imetokea huku, ambao watu wengi wanafuata ile barua ya Simba. Kwa hiyo tunachokiomba sisi, tulichokuwa tunakiomba, na hii ni dabi ambayo inabeba watu wengi na inabeba nyoyo wengi wetu, watu wanasafiri, wanatoka mikoani, watu wanatoka mbali kwenye sehemu mbali za nchi, na wengine wanatoka nje ya nchi kuja kuangalia hii dabi ambayo ni namba 5 kwa Afrika, ambayo wanaisifia kila mtu akiona hiyo dabi inachezeka. Sasa mimi nilichokuwa na shauri kwamba kwa sababu watu walishaandaa, na timu nyingi zinasafiri na zinashindwa kufanya trial ya mwisho kwenye uwanja, lakini kesho yake waga wanacheza. Mimi nilikuwa naomba Simba wasinge paniki. Kama imetokea utaratibu wa namna hiyo, kuna sheria, TFF ingechukua utaratibu mwingine, watajua wao wanavyofanya taratibu zao, lakini mechi ingepigwa, wala wasingesusia huu mchezo. Na maana ukisusia unaonekana kama wewe huwezi kucheza, yani unaogopa hiyo mechi kwa sababu unatafuta sababu moja tu ya kwamba kwa sababu wewe umezuiliwa, na hapo ndo unafanya nini? Unakataa kuja kucheza. Kwa hiyo mimi nilichokuwa naomba wasinge paniki Simba. Wewe kama ni mwanaume kweli umejiandaa vizuri. Siku moja sidhani kama ndio ilikuwa inasababisha mambo yote yatokee, kwamba siku moja usipofanya mazoezi na maana kila kitu kinaharibika. Sio kweli. Wao wangekuja kumuonesha kwamba mimi naweza kucheza na mtani mwenzangu. Kwa hiyo ningekuja, wangeleta timu leo kwamba sisi pamoja na kutuzuia tusicheze uwanjani, sisi tunaweza leo kukuonyesha kwamba tuna mechi na tunaweza kucheza. Mimi nadhani hilo ndio ingekuwa busara zaidi na watu wangefurahi kwa staili ya namna hiyo. Kwa majina anaitwa Tifania Senga au mzee wa Simba. Ni kweli, unajua dabi ina mambo mengi. Mimi binafsi nimepata taarifa asubuhi kwamba jana Simba alitaka kwenda kufanya mazoezi, na kama ulivyo utaratibu, timu mwenyeji anaanza then timu mgeni anamalizia kufanya mazoezi kwenye uwanja husika, tena kwenye muda sahihi. Kama mechi inachezwa usiku, maana yake naye afanye angalau muda ule ili angalau aweze kuona ile hali halisi ambayo atakutana nayo kwenye siku ya nini ya mechi. Sasa kilichotokea pale, pamoja kwamba sijafuatilia kwa ndani sana, ni kwamba baada ya Simba kwenda kufanya mazoezi pale, walikutana na wale wanaoitwa makomandosi, mabouncer wa Yanga, ambao baada ya Yanga kuondoka maana yake walibaki wale mabouncer, ukizingatia mechi ile mwenyeji ni Yanga. Kwa wakati wataka kuingia wakazuiliwa, kitu ambacho si utaratibu. Kwa walikalishwa pale almost masaa mawili. Baadaye ilibidi wasifanye mazoezi kutokana na changamoto hiyo. Na wao Yanga wanadai kwamba ati Simba wamekuja na magari mawili, si gari moja imebeba wazee. Lakini sasa ikasema wazee, kama ni wazee wa Simba, sioni kwamba kuna shida. Hata kama ni kweli wakuepa wazee, lakini siamini kama walienda pole wazee, kwa sababu kwenda na magari mawili maana yake unaweza mmoja imebeba wachezaji wa Simba sio 11 wanaocheza uwanjani. Wako zaidi ya 30. Lakini kumbuka wakati kuna kamati kuna makocha na usaidizi wao pamoja na viongozi. Kwa hiyo kuna magari mawili kwa timu kama Simba ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo siamini kama kweli kulikuwa na wazee. Sasa nini sasa baada ya hayo kutokea, sisi kama washabiki ni kweli si entertain mechi sicheze. Kwa sababu mechi ile ni mechi kubwa. Mechi ile inasubiriwa sio wapenzi wa mpira tu, hata wasio wapenzi wa nini wa mpira. Lakini mechi ile sio kwa ajili ya Tanzania, ni kwa ajili ya Afrika na dunia nzima. Kwa sababu dabi, unapoongelea dabi ya Simba na Yanga sio dabi ya kitoto, dabi kweli. Kwa hiyo kutokuchezwa kwa ile mechi maana yake kuna kuwa na hasara nyingi. Hasara za kimichezo, lakini hasara hata za kiuchumi. Unaona? Kwa sababu wako watu wametoka mikoani, wengine wako tangia juzi jana, lakini wako wengine wako njiani kuingia. Lakini kuna watu wamekata tiketi zao. Kwa sababu nafikiri asilimia zaidi ya 80 ya tiketi tayari zimeshauzwa. Kwa hiyo maana yake hiyo tayari ni moja ya hasara. Lakini kubwa zaidi hapo makampuni ya betting zile mechi kwao ni biashara. Kwa hiyo isipochezwa maana yake nini? Wapo wajasiriamali wadogo ambao washatia hela zao kutegemea kwamba saa 2 saa 3 wanaanza kula vyombo, maana washakula hela. Na hiyo itakuwa ni moja ya hasara. Sasa mimi binafsi unajua nianza kusema kwamba dabi zina mambo mengi. Naweza ikawa ni mikakati ya kimpira kwamba Simba apeleki timu ili wenzao wa Yanga wafikiri kwamba Simba apeleki timu, lakini baadaye labda saa 8 saa 9 watu wanakaa, baadaye Simba inaridhia. Kwa hiyo mimi bado mpaka sasa siamini kama kweli ile mechi haipo. Mimi nategemea bado mechi inaweza ikawepo. Lakini kama itakuwepo, maana yake sasa takachofuatia hapo nini?
sheria. Sasa je, nani ambaye ni mkosaji na ni kwa